Serikali imeyataka makampuni ya simu nchini kuhakikisha ujenzi wa minara 758 inayojengwa kupitia mradi wa DTP inakamilika kwa wakati. Na katika michezo, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeufungulia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi wa mkoani Tabora baada ya marekebisho yaliyokidhi vigezo vya kikanuni. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaanza taarifa yetu ya habari. Serikali imeyataka makampuni ya simu nchini kuhakikisha ujenzi wa minara 758 inayojengwa kupitia mradi wa Tanzania ya Kidigitali DTP inakamilika kwa wakati uliopangwa, huku mradi huo unaogharimu thamani ya shilingi bilioni 126 ukitarajiwa kunufaisha zaidi ya wananchi milioni 8.5 kwa kuboresha upatikanaji wa mawasiliano imara hapa nchini. Tupate taarifa zaidi. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Jerry Silaa ametoa agizo hilo akiwa katika ziara ya ukaguzi wa ujenzi wa minara ya mawasiliano katika kijiji cha Idete, wilaya ya Kilosa, mkoani Morogoro. Akizungumza katika eneo la mradi, amesema kuwa ujenzi wa minara hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali kuhakikisha Watanzania hususan vijijini wanapata huduma bora za mawasiliano. Kwa naendelea kusisitiza maelekezo yangu niliyoyatoa kwamba tarehe 12 ya mwezi wa 5 kufikia saa 6 kamili usiku minara yote 758 lazima iwe imewashwa. Leo tuna uwezo wa kukubaliana na wateja wetu walioko Dar es Salaam na wakaja hapa wakachukua mzigo wao tu, wakatuma hela zetu tukazipokea hapa, lakini vile vile tukakubaliana kama ni mnada tukafanya ndani ya simu na wao tukamaliza biashara wakaja wakachukua mzigo wao. Hakuna extension itakayofanyika ya mradi huu. Itakapofika tarehe 12 Mei kila mnara uwe umewaka, wananchi wapate huduma. Kwa upande wake, wananchi wa kata ya Chanzuru, kijiji cha Idete, wamesema licha ya kujishughulisha na shughuli za kilimo, mnara huo utasaidia kurahisisha mawasiliano hasa katika kutafuta masoko ya uhakika kwa mazao yao, hususani kwenye swala zima linapotokea changamoto kama ugonjwa, mfano kwenye masuala ya biashara na kadhalika. Kwa hiyo ujio wa mnara huu kwetu sisi unatupa manufaa yafuatayo. Kwanza, maana yake utaturahisishia sisi kufanya mawasiliano katika biashara. Yaani ukivuna zao lako, kuna mawasiliano yoyote na mfanyabiashara huko, itakuwa ubebe mzigo kichwani, uende nao ushuke milima mpaka uende Ilonga ndipo ukauze huo mzigo, na hapo ukifika pale mawasiliano hauna mpaka umkute huyo mnunuzi. Usipomkuta unabaki na mzigo wako unakaa hapo, wasipokuja atakuwa ukaweke kwa mwenyeji. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini imeipongeza serikali kwa jitihada inazochukua kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora ya nishati ya umeme na kubainisha kuwa miradi ya wakala wa nishati vijijini REA na shirika la umeme Tanzania TANESCO yanaendelea kuleta mabadiliko makubwa katika upatikanaji wa umeme hapa nchini. Mwenyekiti wa kamati hiyo David Matayo amesema kuwa serikali kupitia REA imefanikiwa kusambaza umeme, hatua ambayo imeleta matumaini makubwa kwa wananchi. Nichukue nafasi hii kuipongeza serikali kupitia REA kwamba wameweza kupeleka umeme katika vijiji na katika vitongoji. Kuna maeneo magumu ambayo walikuwa hawajawahi kupelekewa umeme toka tupate uhuru, lakini sasa hivi wanapata huduma ya umeme. Kamati hiyo pia imeishauri serikali kuharakisha malipo ya fidia kwa wananchi wanaopisha utekelezaji wa miradi ya uzalishaji umeme katika maporomoko ya maji ya mto Rumakali wilayani Makete na mto Ruhuji wilayani Njombe, miradi ambayo kwa pamoja inatarajia kuzalisha megawati 578 za umeme. Pia kuna kulipa waathirika wa mradi ambao na wenyewe inahitaji kama bilioni 63. Kwa utaona ni fedha ambayo inahitajika ili kuhakikisha miradi hii inaanza. Kwa upande wake, mkurugenzi wa umeme vijijini REA, mhandisi Jones Orotu, amesema kuwa miradi ya umeme imefikia vijiji 372 kati ya vijiji 381 vya mkoa wa Njombe, sawa na 98%. Vitongoji 679
havijafikiwa na umeme, lakini vipo kwenye mpango wa REA kufikisha umeme. Naibu Waziri wa Nishati Mhandisi Judith Kapinga amesisitiza kuwa serikali inaendelea kuhakikisha miradi yote ya umeme inatekelezwa kwa ufanisi. Serikali ya awamu ya 6 imejipanga kuhakikisha tunaendelea kuhakikisha wananchi wetu wanaendelea kupata umeme wa uhakika. Mheshimiwa Rais ameahidi ikifika 2030 anataka 75% ya wananchi waweze kupata umeme, lakini vile vile waweze kutumia nishati safi ya kupikia. Mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda amesema kuwa upatikanaji wa umeme ni muhimu kwa wakulima wa parachichi mkoani hapa. Tunataka kushift kutoka tu kwenye kuweka umeme kwenye majumba, basi uende kwenye maeneo ya uzalishaji ili tuweze kuzalisha parachichi nyingi ya kutosha. Nikiripoti kutoka mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick, Channel 10. Miaka minne ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeelezwa kuwa imekuwa ya mafanikio na maendeleo makubwa katika nyanja mbalimbali zikiwemo za kijamii, kiuchumi, afya na mahusiano ya kimataifa. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, tunafahamu kabisa kwamba vyama vya siasa vilikuwa havifanyi mikutano ya hadhara, hakukuwa na makongamano ya kisiasa. Baadhi ya wananchi, viongozi wa kisiasa na kidini wakizungumza katika mahojiano maalum na Channel 10 wameelezea kuwa mafanikio makubwa yanaonekana katika miaka minne ya Rais Samia Suluhu Hassan, lakini pia kikubwa maridhiano ya vyama vya siasa ambavyo hapo awali hayakuwapo. Lakini pia amejenga mahusiano mazuri baina ya taifa letu na mataifa mbalimbali. Mabadiliko na mageuzi tumeyaona. Wafanyabiashara badala ya kukimbia taifa sasa wanakimbilia. Na mimi binafsi kama shekhe, kama kiongozi, na wajua wengi wa nchi zingine tayari wamekuja Tanzania pia kufungua biashara zao. Lakini pia kujenga upya, tunaona ujenzi wa maeneo mbalimbali unavyoendelea. Katika 4R ya 4 katika upande wa mabadiliko tumeona mabadiliko mengi katika sekta mbalimbali ambao Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuyafanyia. Twende tuangalie katika upande wa sheria. Tunafahamu kabisa sasa hivi kuna ile inaitwa Samia Suluhu Legal Aid or Legal Action ambayo inasaidia katika utatuzi mbalimbali wa changamoto za kisheria kwa wananchi kwa ujumla katika usuala wa migogoro ya ardhi, migogoro ya kifamilia na migogoro mingine. Hii imeweza kupelekea mabadiliko ndani ya nchi yetu. Lakini pia tumeona mabadiliko katika upande mzima wa sekta ya elimu. Imeweza vile vile kuzinduliwa sera mpya ya elimu ambayo inakusanya elimu katika upande wa amali na elimu katika upande mwingine wa taaluma wa kawaida, ambaye mtoto anaishia, ambaye ameenda mpaka kidato cha pili anafanya maamuzi aendelee kwenda na elimu yake ya amali, na huku kwingine akimaliza kidato cha 4 anapata vyeti amali pamoja na upande wa taaluma kwa ujumla wake. Ameikamilisha hiyo standard gauge, na hivi tunavyoongea mabehewa ya mizigo naambiwa yameshajipanga kuanza kazi. Sasa vitu kama hivyo unaweza kaona ni kiasi gani tunaibadilisha nchi, na usafiri wa treni unavyokuwa wa haraka na salama ndio ishara mojawapo ya maendeleo. Na barabara zetu tutaziondolea uzito wa mizigo, kwa sababu mizigo mizito inapopita barabarani, barabara zinaharibika katika muda mfupi sana. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Wazazi wameshauriwa kuwalea watoto katika misingi ya dini ili kujenga kizazi chenye hofu ya Mwenyezi Mungu na wenye uzalendo kwa taifa lao. Sheikh Kidebe ametoa rai hiyo wakati akifunga mashindano ya kusoma Qur'an yaliyoandaliwa na kata Saranga, wilaya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Wazazi wanatakiwa wasimame imara kuhakikisha watoto wao wanapata elimu ya dini kisawasawa, lakini pia walimu watengeneze mitaala mizuri ambayo itawasaidia watoto kufanya vizuri mashuleni, kufanya vizuri katika dini na katika jamii. Shehe wa kata hiyo ya Saranga, Abdalla Mzuri, ambao ndio waandaaji wa mashindano hayo ya kusoma Qur'an ngazi ya kata, anaeleza mchakato mzima hadi kupata washindi. Mashindano yamekwenda vizuri, mashindano yamefana, na nia yetu sio kuishia leo. Kila mwaka mashindano hayo yapo. Basi kwa wale ambao wataona jambo jema kushirikiana nasi katika kuandaa mashindano haya yaweze kukamilika kwa uzuri, yaweze kupendeza. Yakipendeza mashindano ndio kupendeza kwa Qur'ani. Pengine madrasa zingine hazina umeme, mazingira sio rafiki ya kuwasomeshea watoto Qur'ani, pengine watu hawana majuzu, mazingira yale sio rafiki. Tunaomba watakayeguswa na hili basi
waweze kutuangalia sisi walimu wa madrasa na mazingira ambayo tunamsomeshea sio rafiki. Nao washiriki wa mashindano ya kusoma Qur'an wameshukuru uongozi wa BAKWATA ngazi ya wilaya kwa kuandaa mashindano hayo. Nashukuru SEWAKATA kwa haya mashindano ya Qur'an. Mwaka mwingine naomba alete tena mashindano kama haya na katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Napenda kuasisitiza wenzangu, wanafunzi wenzangu tusome Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani ili kuepuka yale ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi na tujihusishe na yale ambayo Mungu anayapenda. Great Malisa, Channel 10. Serikali mkoani Tabora imetoa tahadhari kwa wananchi juu ya kujikinga na mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya homa ya nyani yani Mpox, huku ikiwataka wananchi wanapohisi kuwa na dalili za ugonjwa huo kufika haraka kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Timu ya usimamizi wa afya ngazi ya mkoa wa Tabora imekutana hapa katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora. Lengo ni kupeana elimu lakini pia kuweka mikakati namna kukabiliana na ugonjwa wa homa ya nyani yani Mpox. Dr. Benedict Komba ni mratibu wa huduma za tiba mkoa wa Tabora. Anaeleza dalili za ugonjwa huu na namna unavyoambukizwa, ikiwa ni pamoja na kugusana na mtu aliyeathirika, kugusa maji ya mtu aliyeathirika, lakini pia kujamiiana na mtu mwenye maambukizi ya Mpox. Sambamba na hapo, kuna mifumo mingine huwa inaathirika, inaweza kaathiri kwenye mfumo wa chakula, mfumo wa macho, kwa macho yamekuwa mekundu, mfumo wa chakula, sehemu ya haja kubwa kuona unapata maumivu, kupata choo. Lakini dalili kubwa ambayo inajitokeza na watu huwa wanapata mshtuko sana ni kupata upele pamoja na malengelenge. Hata hivyo, kwa mujibu wa mganga mkuu wa mkoa wa Tabora Dr. Honolata Lutateni Sibwa, katika mkoa wa Tabora hadi sasa haijabainika kuwepo na mgonjwa wa homa ya nyani, huku katibu tawala mkoa wa Tabora Dr. John Mboya akiwaondoa hofu wananchi, kwani serikali imejipanga kukabiliana na ugonjwa huo, ambapo tayari imetenga vituo maalum kwa watakaobainika kuwa na maambukizi. Hivyo ni vyema wafike kwenye vituo vya afya na si kwenda kwa waganga wa kienyeji. Washauri na kuwahimiza wazingatie ushauri na maelekezo yanayotolewa na serikali pamoja na ushauri unaotolewa na wataalamu wa afya kuhusiana na ugonjwa. Endapo itatokea mgonjwa amepatikana, suluhisho au matibabu yanapatikana kwenye vituo vya afya, lakini pia kwenye hospitali zetu. Cha msingi ni kwamba kama tulivyosema, mtu mgonjwa akiwahi kwenda kwenye kituo cha afya hospitali atatibiwa. Kwa hiyo ndugu yangu, waganga wa kienyeji wawe makini na watusaidie kuelimisha jamii. Kutoka hapa mkoani Tabora, mimi ni Pendo Salu, Channel 10. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA limeahidi kuendelea kutoa elimu ya matumizi sahihi ya fedha kwa waumini na wananchi kwa ujumla ili fedha walizonazo zifanye kazi ya maendeleo na sio kupita kwenye vitendo visivyofaa. Ushauri huo umetolewa na Katibu wa Baraza la Ulama Sheikh Hassan Chezenga wakati akizungumza kwa niaba ya Mufti wa Tanzania Dr. Zubeir bin Ali Mbwana wakati wa hafla ya futari iliyoandaliwa na Benki ya BOA Tanzania kwa ajili ya waumini wa dini ya Kiislamu ambao wapo kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sheikh Chezenga amesema fedha ikitumiwa vizuri inawapamba wanadamu tofauti, na ikitumika vibaya katika nguzo za Uislamu, zaka imetajwa, hivyo kila muumini atambue anapaswa kutoa zaka. Awali, naibu mkurugenzi mtendaji wa Benki of Africa Wasia Isa Mushi alieleza msingi wa kuandaa futari hiyo ni kuwakutanisha wadau ambao ni waumini ili kula na kunywa pamoja na kupokea ushauri kuhusu huduma na maendeleo ya taasisi hiyo inayohudumia jamii. Kwa kitendo cha kutualika sisi kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, nyinyi ambao mnashughulika na fedha, na ulimwengu hauwezi ukafanya chochote pasi na fedha, mmetufanya tuwe karibu, mmetufanya tuwe washauri wazuri wa kuwashauri watu wetu kwamba pale kawekeni fedha zenu. Nikiangalia uwanja huu na wote waliohudhuria, naona kupendeza kwa hali ya juu, na hawakupendeza hivi kwa sababu ya zile pesa zilizokuwa kwenye nyumba yenu. Amesema mshairi mmoja, inna darahima fi mawatina kulliha taksur rijala haibatan wa jamala, hiya lisanu liman arada fasaha wa hiya silahu liman arada qitala. Hakika pesa mahali popote ilipo huwapamba watu
kwa haiba na uzuri, wanapendeza kama ninavyoona mlivyopendeza hapa. Tumejizatiti kuhakikisha kuwa utoaji wa huduma zetu unazingatia ustawi wa jamii na uchumi kwa ujumla kwa kila tunayemhudumia, na kupitia hafla kama hii tunadhihirisha nia yetu ya kujenga mahusiano na wateja wetu na ambao pia sio wateja wetu lakini pia ni watoa huduma wetu. Ushirikiano wenu kwetu ni nguzo imara na sehemu ya msingi bora katika utoaji huduma zetu kwa wateja. Kupitia biashara za wateja mbalimbali, wakubwa, wadogo na wakati, wanaendelea kutuhamasisha na kuwa pamoja tunachochea ukuaji wa uchumi wa nchi yetu na Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Matukio ya vitendo vya ukatili ikiwemo mauaji yanayosababishwa na vipigo kwa wanawake kutokana na wivu wa mapenzi mkoani Geita yamepungua kutokana na mtandao wa polisi wanawake kuendelea kutoa elimu na kuimarisha uhusiano baina ya jeshi la polisi na jamii. Hayo yamebainishwa na kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo katika maadhimisho ya siku ya wanawake kupitia mtandao wa polisi wanawake katika viwanja vya CCM Kalangalala mjini Geita. Na tumefanikiwa sana mkoa wa Geita kupunguza ukatili dhidi ya wanawake. Mwaka 2023 tulikuwa na matukio 37 ya mauaji ambayo chanzo chake kilikuwa ni ukatili. Kwa elimu tuliyoitoa 2024 ni matukio 7 tu ya mauaji ambayo chanzo chake ni wivu wa mapenzi na ukatili wa jinsia. Kwa hiyo hayo ni mafanikio makubwa sana. Hakikisha tunaziishi ndoto na matamanio ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha jamii zetu zinakuwa salama na kuna tokomezwa kabisa aina yoyote ya ukatili, ili watu wote waweze kushirikiana kwa mapenzi, kwa furaha na kuhakikisha jamii ya Tanzania inakosa. Hivyo ni waombe polisi wote Tanzania, kama ikiwezekana basi kila mkoa wao wanafanya matukio kama haya kwa ajili ya kuwaleta wananchi karibu na pia kuweza kutoa, kama leo tumeona takwimu za unyanyasaji wa kijinsia jinsi zilipopungua, kitu ambacho kinaonyesha ni kazi gani wanayoifanya na kitu wanachokifanya basi jamii kinaipokea katika upande chanya. Mkuu wa mkoa wa Geita Martini Shigela amelipongeza jeshi la polisi mkoani Geita kwa kuendelea kupunguza matukio ya vitendo vya ukatili kwa wanawake na makundi mengine. Ni mafanikio katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, na mnaweza kuona kwamba kipindi cha nyuma kilichokuwepo na sasa tofauti ni kubwa sana, kwa sababu mnaweza kuona kwamba ukatili wa kijinsia umepungua kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo nimepongeza jeshi la polisi na hususan askari wetu wanawake kupitia mtandao wa polisi wanawake. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Naibu Gavana udhibiti na usimamizi wa sekta ya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania, Sauda Kasimu Msemo, amesema Benki Kuu inasimamia mkakati wa huduma jumuishi za kifedha ambapo wanawake wameainishwa kama kundi maalum ambalo linatakiwa kupewa kipaumbele. Msemo ameyasema hayo jijini Dar es Salaam katika sherehe za maadhimisho ya siku ya wanawake duniani iliyoandaliwa na wanawake wa mamlaka ya bandari Tanzania TPA, ambapo amesema kumwezesha mwanamke kiuchumi ni fanikio la ukombozi wa jamii, kwani tafiti zinaonyesha taasisi ambazo zimewajumuisha wanawake katika nafasi za uongozi zimefanya maamuzi bora sana. Wanawake wanapopata huduma rasmi, tunafahamu kwamba huduma kama vile hata zile za kawaida za benki, kufungua akaunti na kadhalika, lakini kuwa na fursa za mikopo, bima, manake bima pia ni sehemu ya sekta ya fedha, lakini pia kutumia mapema mifumo ya malipo ya kidijitali. Tunajua vitu vingi sasa hivi vinafanyika kidijitali, hata hapo ulipokaa pengine umeshafanya miamala kadhaa. Yote hayo ni katika kuwezesha na kuendeleza biashara na shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Naye meneja rasilimali watu bandari ya Dar es Salaam Mwajuma Mkonga amesema shughuli hiyo ilikwenda sambamba na upimaji wa afya kwa wafanyakazi wa bandari na familia zao pamoja na uchangiaji wa vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi milioni 49 katika hospitali ya wilaya Temeke na Kigamboni. Kwamba wengi wetu tunadhani haki ni kitu tunachokidai kutoka kwa wengine. Niwaombe sana wanawake wenzangu, tubadili mtazamo huu na tuanze kuiona haki kama wajibu unaotakiwa kuanza na sisi wenyewe.
Inapaswa haki kuwa sehemu ya utu wetu na kujitambua kwetu. Tukizijua haki zetu za msingi, lakini si za kwetu tu peke yetu na za wenzetu, tutaweza kuzisimamia na zitatupa ujasiri wa kujenga mazingira ya haki na usawa ambao kila siku tumekuwa tukiulilia. Ninaomba tushikamane, tujifunze na tupendane. Wanawake, pendaneni, shirikianeni. Wote tumekuwa mashahidi ambavyo wanawake wakishika nafasi mbalimbali mambo yanapokuwa mazuri. Kweli jamani? Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Watu wenye ulemavu nchini wameiomba serikali kuridhia itifaki ya masuala ya watu wenye ulemavu Afrika ili kuondokana na vitendo vya ubaguzi na kunyimwa haki zao za kibinadamu. Hayo yameelezwa jijini Dodoma na mkurugenzi mtendaji wa shirika la haki za kisheria, maendeleo ya jamii na uchumi, wakili Gideon Mandes, wakati akizungumza kwenye mafunzo ya waandishi wa habari yaliyoandaliwa na shirika la Sight Savers kuhusu faida za itifaki hiyo na namna inavyolinda haki za watu wenye ulemavu. Faida ni kubwa za itifaki moja ni kulinda na kuendeleza haki za watu wenye ulemavu barani Afrika, haki mbalimbali kama vile elimu, ajira, afya na fursa mbalimbali za kiuchumi na miundombinu kuwa accessible, fikivu, na masuala yote ya uwakilishi watu walemavu katika masuala ya siasa na shughuli za umma. Naye afisa wa sera, uchechemuzi na ushawishi kanda ya Afrika Mashariki, Kati na Kusini kutoka Sight Savers, Bineema Kalole, amesema ni muhimu kwa Tanzania kuridhia mkataba wa watu wenye ulemavu, kwani haki za watu hao zitaenda kusimamiwa ipasavyo, huku mratibu wa mradi huo naye akiwa na haya ya kusema. Mkataba huu unaenda kuhakikisha kwamba haki za watu wenye ulemavu haziwi tu za kimataifa, zinaenda kuwa na context ya Kiafrika. Hicho kimetusukuma kwa Sight Savers kuweza kuhamasisha na kuwaita waandishi wa habari siku ya leo ni kutambua mchango wao katika kutoa hamasa za masuala ya kuhakikisha haki za watu wenye ulemavu zinalindwa. Nao baadhi ya watu wenye ulemavu waliohudhuria mafunzo hayo wakawa na haya ya kusema. Muhimu wa hii protocol ya Afrika kwa watu wenye ulemavu wa Tanzania, tumeona kwamba ni jambo muhimu ambalo likifanyika litatusaidia mno kusukuma masuala yetu ya watu wenye ulemavu. Tunamuomba mheshimiwa aweze kuridhia huu mkataba upite ili kuweza kurahisisha na kuweza kuweka uchochemuzi katika sera na sheria zinazotungwa na nchi yetu. Kutoka jijini Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Na sasa ni habari za michezo ambako tunaelezwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeufungulia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi wa mkoani Tabora kutumika kwa michezo ya ligi baada ya marekebisho yaliyokidhi vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Uwanja huo ulifungiwa kutokana na miundombinu yake kutofaa kutumika kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya kanuni ya leseni za klabu na umekaguliwa na kukidhi vigezo vya kikanuni baada ya maelekezo yaliyoelekezwa kufanyika. TFF inaendelea kuzikumbusha klabu kuendelea kuboresha na kutunza miundombinu ya viwanja vyao vya nyumbani kwa kushirikiana na wamiliki kwa klabu ambazo hazimiliki viwanja ili michezo mingi ya ligi ichezwe kwenye viwanja bora vinavyosaidia kuongeza ushindani na thamani ya ligi. Kwa taarifa hii, timu zote zilizokuwa zikitumia uwanja huo kama uwanja wa nyumbani zinaweza kuendelea kucheza michezo yake katika uwanja huo. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.